Gastiboni, vipi kaka? Salama kabisa kaka. Leo mna furaha? Leo wananchi tuna furaha kwa sababu tumefanya jambo kubwa la kitaifa. Ila Jangwani. Ni mambo ya kawaida kwa wananchi. Leo tumefanya jambo kubwa la kitaifa, tumeitwa na uongozi wa klabu yetu. Sisi kama mashabiki na wanachama tumewasikiliza viongozi wetu, tumekuja kupata hotuba kubwa kabisa inayohusu uwanja wetu mpya ambao utakuwa na viwango vya FIFA. Engineer ameweka wazi utengenezaji wa uwanja wenu mpya ambao imekuwa ni ndoto kubwa sana kwa wanayanga. Kwako wewe kama shabiki na mwanachama wa Young Africans umejisikia? Nimejisikia vizuri kwa sababu ni jambo ambalo alishatuahidi kuanzia kipindi anaingia kwenye uongozi wake miaka mitatu nyuma. Harris alituahidi kwamba lengo kuu kwa mashabiki wa Yanga hadi anayoahidi yeye pamoja na mdhamini mkuu Ghalib JCM walituahidi kwamba watatujengea uwanja. Wananchi tumekuwa wavumilivu na mpaka sasa muda umefika kwa asilimia zisizopungua 60. Umeona tuko kwenye hatua nzuri ya kuanza ujenzi wetu wa uwanja, sababu kesho tunatarajia kuanza kazi hiyo ya uwanja mpya. Kwa namna ambavyo project imekaa, unaiona ingeenda kufanikiwa kwa asilimia ngapi kwa uwezo wa viongozi ambao mko nao? Kwa nilichokiona kwenye hotuba ya leo, naamini kitaenda kukamilika kwa asilimia 100. Umeona, na nakwambia kama uongozi wa Yanga Afrika ungewahi miaka miwili nyuma kwa aina ya uwanja nilouona wanaotaka kuutengeneza, wangewahi miaka miwili, ule uwanja ungekuta unachezewa World Cup mwaka huu 2026. Kwa serious. Yani Yanga Afrika ile project yao imechelewa kidogo, umeona. Ila wangewahi nyuma miaka miwili nyuma, leo hii ule uwanja wa Yanga Afrika nilouona pale kwa macho yangu, mdhamini mkuu ametuonyesha na uongozi wa Harris, Yanga Afrika ule uwanja ulikuwa unaenda kutumika kwenye World Cup. Tumeziona klabu za Simba na Yanga zikiwa na mikakati mara nyingi ya kujenga viwanja, lakini mikakati hiyo haifanikiwi. Young Africans sasa mnaenda kuitimiza. Ni nini hasa ambacho mnawazidi wapinzani wenu? Tunachowazidi wapinzani wetu nadhani ni uongozi mzuri na uongozi bora. Timu yetu sisi tuna viongozi ambao wana uelewa mkubwa na usikivu kwa mashabiki wao. Yaani viongozi wana uelewa kwao kichwani na wana uelewa wao pia kwa mashabiki wao na wanachama. Kwa hiyo mimi kitu pekee ambacho nakishukuru sisi kwa Mwenyezi Mungu ni kutupa viongozi ambao wana uelewa mkubwa kwenye mpira. Kumpata kiongozi kama Engineer Harris, kumpata kiongozi kama mdhamini mkuu kama Ghalib JCM sio kazi nyepesi kama unavyodhani. Unaona wale jamaa walivyompata yule mwindi wao wanavyoteseka nao mpaka leo. Ila sasa sisi tumempata tajiri ambaye hana maneno mengi, ambaye yeye anataka kutimiza tu. Masuala ya usemaji ya kuongea amemwachia msemaji wa klabu, sio kazi yake hiyo. Uliona project ya Simba ambayo ilikuwa na matajiri wawili tofauti, Jairut pamoja na Mo Dewji. Mgongano ule kwamba huyu anataka ajenge, huyu anataka ajenge. Uliona mgogoro? Kwanza timu ambayo ina migogoro wa viongozi, hiyo klabu mimi siwezi kuifuatilia kwa sababu atakuwa hamna chochote ambacho kinafanyika hapo ndani. Ila timu ambayo viongozi wake wako perfect kwa asilimia 100, kama ilivyo kwa Engineer Harris, kama ilivyo kwa makamu Arafati, kama ilivyo kwa mdhamini mkuu Ghalib JCM, wa CEO wa klabu, hao ndio viongozi ambao mimi nakaa chini na kuwasikiliza. Sasa kwenda kukaa kumsikiliza Mo Dewji sio anagombana na nani huko, hao watu siwezi kuwasikiliza wala kuwatilia maanani. Ila kiongozi kama Harris Said, leo nimetoka nyumbani, nimetembea, nimekuja mpaka hapa Jangwani kumsikiliza Rais Harris anatuambia nini. Nimekuja kumsikiliza mdhamini mkuu wa klabu anatuahidi nini. Nimekuja kumsikiliza mkuu wa mkoa naye amekuja na jambo gani. Yeye mwenyewe kwa asilimia zake 100 amesema ana imani uwanja wa Yanga Afrika utakamilika. Yeye ameipa asilimia 99 kwamba ule uwanja lazima utakamilika. Na mpaka sasa project ya uwanja wetu inayoanza kesho, naona kabisa Yanga Afrika ili jambo analitimiza. Na kama umemsikiliza rais wa klabu yetu, ametuambia ndani ya miezi 12, ndani ya miezi 18 mpaka 20 klabu itakuwa imemaliza project ya uwanja. Mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na miezi 6. Umeona? Na tukishamaliza ule uwanja, tukishamaliza kutengeneza, nimemwomba msemaji mkuu pale Alikamu, nimemwambia kabisa uwanja wetu ukikamilika, naomba utusaidie tucheze na timu moja ya hizi timu za hapa Dar es Salaam. Tumeichagua Simba Sport, ndio timu ambayo tumeichagua, Simba Sport Club. Siku endapo Yanga tunauzindua ule uwanja, tunaomba tucheze mechi na Simba kwanza, waweke bonanza lingine. Sawa hilo. Yaani kwamba siku uwanja wa Yanga mpya unaozinduliwa, siku uwanja wa Yanga Afrika unapodhinduliwa, nitawaomba kwanza uongozi ufanye mialiko kwa viongozi wengine wa nchi hii. Wamwalike yule muhindi anayeiongoza klabu ya Simba, yule Mo Dewji muhindi, aje na viongozi wake kina Trey Ageni, kina Mangungu, waje wajifunze ni namna gani viongozi wanatumia akili, aina ya Harris, aina ya mdhamini mkuu Ghalib,
aina ya makamu Arafat Haji na aina ya kuwa na msemaji mwenye akili kubwa kama Ali Shabani Kamwe. Kwa hiyo ile siku ambayo tutakuwa tunazindua sisi uwanja wetu, tunaiomba klabu ya Simba tucheze nayo hiyo mechi, na tutaweka bonanza lingine tena kama lile bonanza ambalo tuliliweka kule Zanzibar, ile bonanza lilipokuwa linachezwa kule Zanzibar, aina ya bonanza la Muungano Cup, kwa sababu lile sio kombe. Katika makombe yale wananchi hatuhesabii, ila sasa tutaweka bonanza la aina ile, tucheze na klabu ya Simba kwenye uwanja wetu, ili tuwaonyeshe kwamba Yanga ni wakina nani katika nchi na hii dunia, na Afrika yote itaijua Yanga Afrika. Na kitu pekee ninachokwambia, Yanga itakuwa klabu ya kwanza Tanzania kushinda taji la klabu bingwa Afrika kwenye uwanja wake wa nyumbani. Hilo liweke maanani. Yanga Afrika itakuwa klabu ya kwanza kushinda kombe la klabu bingwa katika uwanja wake mpya ambao unajengwa na mdhamini mkuu Ghalib Said GSM. Unaona? Kupitia uwanja huu ambao unaenda kukamilika. Kupitia uwanja huu ambao unakamilika, ambao Hersi ametuambia pale kuanzia miezi 18 mpaka 20. Ule uwanja utakapokamilika tu, Yanga Afrika ndo anaenda kuwa klabu ya kwanza Tanzania kushinda taji la klabu bingwa kwenye uwanja wa nyumbani pale. Hiyo historia haitavunjwa na mtu yoyote yule mpaka wewe unaingia kaburini. Hautakuja kuisikia mtu yoyote amevunja hiyo historia. Hiyo historia inaenda kuandikwa, itasomwa watu na watu na watu na watu watakao kuja huko. Kwa hiyo mdhamini mkuu Ghalib anachokifanya yeye hahitaji maneno mengi. Hakuna tajiri ambaye amekuwa na maneno. Masuala ya usemaji ya kuongea yeye ametuachia sisi wanachama na mashabiki na msemaji wa klabu. Umeona? Ndio maana unasikia viongozi wetu wao hawana maneno mengi. Viongozi wetu wao hawashindi Instagram muda wote. Viongozi wetu wao wanataka kutekeleza vitendo tu. Masuala ya maneno na kona hilo jambo wameshaachana nalo. Kwa hiyo nakwambia project ya Yanga Afrika itakapokwenda kutimia, hii itakuwa ni historia kwenye uongozi wa timu zote waliopita hapa Tanzania. Tumetazama Young Africans mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji, alipoteza kwa idadi ya magoli 3-2. Unaiona Young Africans ikiwa bingwa msimu? Hakuna, kwanza nikuhakikishie tu, hakuna klabu yoyote ambayo inaweza kumzuia Yanga Afrika ashindwe kuchukua ubingwa kwa sasa. Sababu klabu ya Yanga Afrika tunaongoza ligi kwa pointi 2. Na unajua kabisa klabu ya Yanga Afrika ikitokea imepoteza mechi moja ya ligi, inakuhitaji tena ichukue mwaka mmoja na miezi isiyopungua 6 ili ije ipoteze tena. Mara ya mwisho Yanga Afrika inapoteza mchezo wa ligi kuu, nimekwambia ilikuwa ni mwaka 2024 mwezi wa 11 dhidi ya Tabora United. Baada ya hapo watu sasa walikuwa wanaomba Yanga ifungue lini. Mpaka sisi mashabiki kuna muda tulikuwa tunaomba Yanga tunafungua lini, Yanga tunafungua lini. Yaani tunaomba kabisa, yani tunakaa tunaomba dua, Yanga tunafungua lini. Kwa hiyo dua yetu imejibiwa, Yanga tumefungwa, na sasa tunarudi tena kuendeleza ile kasi yetu pale. Kwa hiyo mpaka Yanga Afrika uje uone tena imepoteza mechi, wewe hakikisha kwamba ni 2028 kuanzia tena mwezi wa 6 huko. Inshallah kama Mwenyezi Mungu atatusaidia tutakuwepo. Ndio klabu ya Yanga Afrika itapoteza mchezo tena wa NBC. Mna mchezo wa FA pale Meja Jenerali Samuel, uwanja ambao mlitoa sare dhidi ya mpinzani Simba Sports. Unaona Young Africans ikienda kushinda mchezo huo dhidi ya JKT Tanzania? Kwa 100% kwanza nikwambie Yanga ndo mshindani pekee ambaye ana uhakika wa 100% wa kulishinda ile kombe la CRDB. Unaona? Ili kombe unavyoliona hakuna mpinzani yoyote ambaye ataweza kumzuia Yanga Afrika ashindwe kulitetea ile taji. Kwa hiyo mshindani wa Yanga kwenye elimination kiasi hicho ni nini? Uongozi wa klabu, wachezaji, umeona, benchi la ufundi, umeona, ni watu pekee ambao wananiaminisha kwa 100% kwamba hakuna klabu yoyote ambayo ina uwezo wa kuzuia Yanga Afrika isichukue kombe la CRDB. Mshindani wa Yanga ni Yanga mwenyewe. Kwenye hili kombe hakuna mtu anayempa Yanga ushindani. Yanga anashindana na Yanga mwenyewe. Kwa hiyo kwa 100% na kuhakikishia Yanga anakwenda kulichukua hili kombe tena. Kila la heri kuelekea michezo inayofuata. Asante sana.